Na wanasema sasa kwamba wale wanakwenda kuomba makaburi, hawapendi kuomba makaburi, wanakwenda kuombea dua waliokufa. Tumeelewana? Mtu akikaa pembeni ya kaburi akifanya mikono hivi, wewe kwa sababu ya akili yako negativity chafu naona kwamba anamuomba. Atamuomba je, muomba Mwenyezi Mungu? Ananyanyua mikono, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, muombea yule. Kwa hivyo tufanya hivi, ukiona picha sema kwamba anaomba kaburi, anaomba kaburi vipi? Wewe ulikuwepo, ulisikia? Tunapata dhambi za bure kwa sababu ya suu dhanni na hikdi zilizokuwa katika vifua vyetu juu ya ndugu zetu. Kumbe utakuwa umuulize bwana, wewe pale ulikuwa unafanya nini? Atakwambia nilikuwa namwombea dua. Khalas. Lakini unaweka dhana katika akili yako ambayo unaitaka wewe. Tumeelewana? Unatakiwa Muislamu uwe na husnul dhanni kwa nduguyo. Uwe na nini? Husnul dhanni daiman kwa nduguyo. Madhali kuna babul khairi, mfikirie khairi. Kila unapoona jambo lolote analo Muislamu yule, ufikirie khairi. Kwa sababu itapokuwa shari, wewe hujakosa kitu. Lakini ukifikiria shari halafu ikawa khairi, wewe ushapata dhambi. Ushamfikiria baya. Tumeelewana? Kwa hiyo mtume mwenyewe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi nabii aliondoka mwenyewe mzima na kwenda makaburini kuombea dua watu wa Uhud. Na si mara ya kwanza, hadithi ziko nyingi. Na si wakati maalum. Kinachokatazwa ni wakati muhaddada, yani kuweka wakati maalum na siku maalum. Hicho ndio kinakatazwa. Au kupiga kelele hao wanapiga kelele, maana nyingi watu huweka siku maalumu na muda maalumu wa kwenda kutembelea makaburi. Hicho ndio kinakatazwa. Tumeelewana? Lakini ikiwa mimi nafasi yangu ni siku ya Jumapili, mimi mfanya kazi, nafanya kazi, nafasi yangu ni Jumapili. Kwa hiyo siku yangu ya nafasi ni Jumapili, mimi ndio naweza kwenda kule. Kwa hiyo ndio nitakuwa napata dhambi kwenda kila Jumapili? Sipati dhambi kwa sababu ndio nafasi yangu. Tunaelewana? Sasa usikae tu ukajijaza mawazo, haifai. Uwe na husnul dhanni juu ya ndugu Waislamu. Alikwenda kutembelea Rasulullah makaburi ya Uhud baada 8 sinina, baada ya miaka 8. Tunaelewa sisi vita vya Uhud vilikuwa mwaka gani? Baada ya mtume kuhamia Madina mwaka gani? Wa pili. Mwanzo mtume kuhamia Madina. Vita vya kwanza ndio vita vya Badr. Ya pili vya Uhud. Kwa hiyo mwanzo si wa pili, mwanzo lakini alikuwa. Kwa hiyo baada ya miaka 8 ya vita vya Uhud ndio mtume Mwenyezi Mungu amekwenda kufanya nini? Kutembelea makaburi. Anasema Uqba, fasalla alayhim ba'da 8 sinin kalmuwaddi' lil ahya, subhanallah, wal amwat. Namna ile Uqba alipomsoma mtume ndio tuhadithia sisi, kwa sababu yeye ndio alikuwa vile namna alipomwona mtume Mwenyezi Mungu akiomba dua kuwaombea wale waliokufa. Anasifu kwamba kalmuwaddi' ni kama mtu ambaye anawaaga, sio anawaaga maiti tu, lil ahyai wal amwat, anaomba dua kana kwamba anawaaga walio hai na waliokufa. Mtume Mwenyezi Mungu amekwenda katika viwanja, katika vilima vya Uhud, katika makaburi watu waliouawa katika vita vya Uhud. Waliuawa masahaba wengi sana, wakazikwa pale 3, 4 mpaka 5 katika kaburi moja, wakazikwa pale. Sasa baada ya miaka 8 kupita, mtume kafunga safari maalum kwenda pale, na namna dua alipokuwa akiomba, masahaba miongoni mwao huyu bwana Uqba ibn Amir akaelewa huyu kana kwamba anawaaga hawa waliokufa na anawaaga sisi natoka sisi wa hai. Hizi ni fikra zake, na tukienda mbele ya hadithi tutakuta kwamba fikra yake ilikuwa ni kweli. Thumma tala ila al-minbar, kisha Mtume salama akapanda akasimama katika mimbar. Na maana kuna sehemu yani kwa juu mimbar, sio lazima kwamba kidude kama hivi, ni sehemu ikatengenezwa kama hivi, yani sehemu ambapo mtu anapanda anaweza akaongea. Faqal alayhi salatu wasallam, kisha Mtume akasema
inni baina aidikum faratun, mimi kwa hakika ninakutangulieni. Tumeelewana? Mimi nafanya nini? Ninakutangulieni. Zile fikra za Uqba kana kwamba anatuaga, mara anasema mimi ninakutangulieni. Anayekwambia hivi kasimama, utajua nini? Anakuaga, anakutangulia, maana yake anakuacha wewe, anakwenda bila safari. Kwa hiyo inni baina aidikum faratun, mimi jamani ninakutangulieni, wa ana shahidun alaikum, na mimi ninakushuhudieni, nitakuwa shahidi juu yenu. Wa inna maw'idakum alhawd, na hakika miadi yenu, yani miadi yenu hii na mimi ni katika hodhi. Sisi Waislamu tunaamini kwamba kama ilivyokuwa aljannatu haqqun wan naru haqqun wal hisabu haqqun wal hawdu haqqun, vile vile kwamba kuna hodhi, kuna sehemu, kuna hodhi. Unajua maana hodhi eh? Abdul Karim atakuwa hodhi, ujue basi hodhi ni punda mkubwa, ana masoji mengi. Ala, sio tembee jamani, tembea sehemu za Tanga huko Mombasa, misikiti ya ndani kidogo ambayo bado iko mjini, utakuta imejengwa. Hodhi ni kubwa, limejengwa, alafu linatoa ndani yake maji, yale maji kwa ajili ya kutawadhia. Umeelewa? Yanakuwa mengi, yanakaa mle. Na sisi tunapokuwa chuoni wadogo, tunachota maji, tunakuwa kazi na maji, tunakwenda kujaza katika hodhi ili watu watie udhu. Ndio walikuwa mdogo. Sasa Abdul, ile ilikuwa kweli, hakuna msikiti ambao ulikuwa hauna hodhi, kwa sababu ulikuwa ni hivyo kila pale. Tumeelewana? Tayeb. Kwa hiyo miadi yetu ni katika hodhi. Hodhi hilo ni kama tunavyojua, siku ya Kiyama kutakuwa na jua kali sana na kutakuwa na kiu kubwa sana. Tumeelewana? Na hodhi hilo, hodhi linakuwa na pembe nne mara nyingi, linakuwa na pembe nne. Na Mtume sallallahu katika hadithi alikuwa anasema haudhi masiratu shahri, hodhi langu mimi ni ule ukubwa wake ni kama mwendo wa mwezi mzima, ndio uweze kulizunguka. Ni hodhi kubwa sana, na maana wazawa yangu sawa, ukubwa wake pembe zake zile ni hivyo hivyo. Usawa yangu na ile pembe kutoka pembe hii mpaka murabba ilikuwa nne hivi, kwa na pembe zake ziko hivyo square. Wa ma'uhu abyadu min al-laban, maji yake ni meupe kuliko maziwa. Haya maziwa tunakunywa sio maziwa haya ya ndani, maziwa ya original kutoka katika ng'ombe. Basi maji yake ni meupe kuliko nini? Kuliko maziwa. Wari'uhu, na ile harufu yake atyabu, ni nzuri sana, min almiski, kuliko miski. Na sio miski za korokoro kokoi zinauzwa hizi shilingi 1,000 zidai. Ile miski inanuka, nafikiri yenye miski yenyewe inanuka kama kikwapa, sio vipi inakuwa ile original yenyewe hasa. Umeelewana? Wakizanuhu, na vile vikombe vyake vya kunywea kama kumbe kanujumi samaa, vinang'ara kama nyota za mbinguni. Umeelewana? Kisha Mtume akasema man shariba minhu, mwenye kukunywa toka katika hodhi hilo, la yazma'u abadan, hatakuwa na kiu tena maishani mwake. Ndio maana kuna dua salafu salih wakiomba, Allahumma asqina biyadihi sharifata sharbatan hani'atan la nadba'u ba'daha abadan. Mwenyezi Mungu tunakuomba utunywishe kwa mkono wake sallam maji ambayo kwamba siku hiyo mtu atakayekunywa hatakuwa na kiu. Na imekuja katika hadithi sahihi nyingi kwamba kuna watu watanyeshwa na Saidina Ali, kuna watu watanyeshwa na Saidina Uthman, kuna watu watanyeshwa na Saidina Umar, kuna watu na Abubakar, na kuna watu mkono wa mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu watakutana hapo na mtume wao siku ya Kiyama, pigwa na kiu kali, yatapita ya kupitikana,
watu wanakwenda katika hodhi kunywa maji, hapo ndipo tutakapokutana na mtume wetu. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao, kwa sababu watu katika makaburi watatoka wakiwa na njaa kali na kiu kali sana. Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa hili hodhi analiona hali ya kuwa bado yuko duniani, na ndio maana akatoa wasifu wake, hali ya kuwa yuko duniani anafanya nini? Analiona, na ndio maana akatoa wasifu wake. Na hili si jambo la ajabu, kwa sababu leo hii mtu saa kama hizi yuko labda tuseme Washington DC, atakupigia video call akuoneshe labda ile White House, akuoneshe na wewe ukaiona, kumbe ndio White House hiyo, kumbe ndio iko hivyo, kumbe kaka, unaona kila kitu. Leo mtu akienda Maka akipigia video call na kuonesha Al-Kaaba, unaiona. Kwa hiyo maneno kama haya yalikuwa magumu kwa kina Abu Jahl na Abu Lahab na kina Umayya, yalikuwa magumu sana haya, lakini kwa tumepesi kwa sababu yamedhihirisha hivi tayari. Kwa hiyo Mtume Mwenyezi Mungu kuwa analiona ile hodhi lake si jambo la kukataa kwa Muislamu. Tumeelewana? Sayansi imekuja kuwepesisha mambo mengi sana katika dini, ambayo dini imeyasema kwa akili za kibinadamu yalikataliwa. Lakini kila time tunapokwenda, sayansi imekuja kukashifu na kufungua kwamba wajinga walikataa bure, kumbe hii ni haki. Kama ile tukio mara nyingi nasema kwa Mwenyezi Mungu alipopelekwa katika safari ya Isra na Mi'raj, wakamwambia tusifie ile Baitul Maqdis, kuna nini, madirisha mangapi, kuna mlango kadha. Pale kwa Mwenyezi Mungu tuseme akampelekea video call, baba angalia Muhammad, hawajakaza kuangalia, ala madirisha kadha naoneshwa, ataja moja baada ya moja, jamaa wameshika kichwa hii. Ujamaa kama kasalua pale, anaona pale yeye hamuoni. Tumeelewana? Anaona pale yeye hamuoni. Kwa hiyo mambo mengi sana sayansi imekuja kuyazindua, na ukiona jambo ambalo mpaka leo sayansi inapingana na Qur'ani, ujue huo ni udogo wa sayansi, haujafika huko. Itafika kipindi watagundua tu, watakuja kugundua kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwamba tunaweza mwanadamu tukamtengeneza mpaka vidole vyake hivi sehemu hii. Aya nasema inamalizia balana mstari aya, tunaweza kutengeneza mpaka vidole vyake. Mwanadamu anakataa, lakini si ajue tunaweza kutengeneza mpaka nini vidole vyake. Kwa nini vidole? Kwa nini sio mkono? Kwa nini sio mguu? Kumbe sayansi imekuja kujua vile kwamba kidole hichi havifanani, kila moja na aina yake. Na ndio maana unapokuwa hujui kusoma, wewe ni bonge la dubu, hujui kuandika na kuatia dole, kwa sababu dole lako halifanani na dole la nani? La mwenzio. Sasa Allah alisema zamani tunaweza sisi kutengenezea mpaka kidole chake zile fingerprint zake zile akawa nazo, asibadilishe. Sasa kina Abu Jahl na kina Abu Lahab na wa man lafa lafahu walikuwa nao, ilikuwa ngumu kwao. Kwa nini siwe mkuu? Kwa nini siwe kisigino? Kwa nini yake sema hii? Kumbe taratibu mambo yanakuja kukashifika. Unaelewana? Leo wewe unaamini kwamba kweli Mwenyezi Mungu kwa sana kajua zamani kwamba fingerprint hazifanani, ndio akasema kwamba kila mmoja tutatengeneza. Imekuja katika hadithi tumesema zamani, mwanadamu akifariki akishazikwa unaoza mwili mzima isipokuwa kuna kifupa kiduchu kinabakia. Basi sayansi itakuja kugundua muda si mrefu, tutakuja kuna nini kama itakuwa hai, itakuja kugundua mabaki ya mwanadamu ni yapi ambayo yanabakia. Skali inabakia, lakini baada ya muda mrefu na vile vinaoza. Skali inabakia kwa miaka mingapi, lakini itaoza. Almuhimu ni kwamba kila kiungo kinafanya nini? Inaoza. Itakuja kwa hicho kidude kidogo kitabakia hicho. Hawajajua bado jamaa, lakini wasome watakuja kugundua. Ndio maana Allah akasema nini? Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Wataelewa tu baada ya muda, wataelewa taratibu, nenda nao. Tayeb, wa inni la anzur ilayhi wa inni na hakika mimi la anzur ilayhi, nalitizama
ilo hodhi langu min maqami hadha, toka hapa nilipo, toka katika vilima vya Uhud. Mtume asema mimi ninaliangalia hodhi langu lilipo. Ndio tunasema sasa, wa inni, na hakika mimi, lastu akhsha alaikum an tushriku, sikuogopeni nyinyi masahaba zangu kuwa washirikina. Subhanallah, masahaba Mtume Mwenyezi Mungu walipata muhuri wa bwana Mtume kwamba wao hawatakuwa washirikina. Mnaelewa? Masahaba wa Mtume Mwenyezi Mungu walipata muhuri wa bwana Mtume, anawazaki, anawatakasa wanafunzi wake kwa kuwatambua na kuwaelewa vizuri kwa namna alikuwafundisha na kuwasomesha na alikuwalisha tauhidi. Wakaambiwa Mwenyezi Mungu, hawa watu hawatakuwa washirikina. Leo anakuja mtu anakuambia Omar alikuwa mshirikina. Labda Omar mwanao au rafiki yako, sio Omar ibn Khattab. Kama kuna Umar rafiki yako, Umar unasema hivi, ndio utafahamu vizuri. Hivi ndio utafahamu. Kama kuna Umar rafiki yako, kama kuna Umari mifuko sokoni, au kama kuna Umari muuza vocha, huyo ndo atakuwa mshirikina, lakini sio Umar ibn Khattab. Hapana. Mtume Mwenyezi Mungu anasema kwamba lastu akhsha alaikum, sikuhofieni kuwa shirikina. Tumeelewana? Ni kitu anakisema mwenye kujua kwa wale anawajua, ni kitu anakisema mwanafunzi kwa wanafunzi wake, ni kitu anakisema Mtume aliyekuwa wahi kuambia wale umma wake, sio jambo dogo. Hata anakuja kuzuka mtu sana kujisema fulani kumshirikina, fulani kukata fulani kwa gani, watu wanakuja wakati mwingine. Basi kwa hiyo mimi sikuhofieni ushirikina, walakin akhsha alaikum ad-dunya. Subhanallah, ndio mtihani sasa. Walakin akhsha alaikum ad-dunya, ad-dunya, nacho kiogopeni kwenu masahaba zangu ni dunia. Dunia unatogopea nini bwana Mtume? Dunia an tanafasuha, kufanya matanuzi katika dunia. Nachokuogopeni kukunjuliwa dunia, mkapewa. Kama hadithi inavyoendelea, anasema katika mapokezi mengine, wa fi riwaya, walakinni akhsha alaykum ad-dunya an tanafasu fiha wa tuqatilu qatlikum, na mkapigana vita vyenu hivyo vya dunia, kama halaka man kana qablakum wa tahtatilu fatahliku, mkapigana na mkaangamia kama walioangamia waliokuwa kabla yenu. Naudhu billahi min dhalika. Katika matatizo makubwa sana ambayo yameangamiza nyumati zilizopita ni mambo mawili. Mambo mangapi? Mawili: dunia na wanawake. Haya ndio matatizo makubwa yaliyoangamiza nyumati zilizopita, dunia na wanawake, na ndio matatizo makubwa yaliyoangamiza umati wetu. Vita vingi vinapigwana kwa kugombea ardhi, ndio dunia hiyo. Hiyo ndio nini? Ndio dunia hiyo. Kugombea ardhi, kugombea mali katika familia, kugombea mali, kugombea majumba, kugombea shughuli moja, kugombea chumba, kugombea kitu gani, ardhi, yani kuigombea dunia hii. Kugombana kwa ajili ya dunia hii ndio jambo baya mno ambalo limeangamiza watu walikuwa kabla yetu. Na hilo ndio Mtume ambalo analihofia kwetu kwamba tutalifanya, wa fi'lan tumejaa top leo hii. Kesi nyingi sana, 90 katika ya mahakamani ni za kugombania majumba, kugombania nini? Majumba, na kesi za ndoa kwa Waislamu na kusudia, na kesi za ndoa. Anadai talaka, anadai kuachwa, wamegombania nyumba, ni hapo. Na ajabu ya mwanadamu ni kwamba hugombania kitu ambacho yeye mwenyewe sio aliyokitengeneza. Hiyo nyumba huyo aliyoijenga kaiacha kisha kufa. Wewe unagombania ndugu yako, hujui kama na utakuja kuiacha ufe. Anasema mshairi, banu wa masakana
au bana wa masaka na alqabru wa daruhu lam yuskar. Amejenga mtu kwa nguvu zake zote, amehangaika, ameiba, amedhuluma, amepata miaka mingi anafanya kazi mpaka mtu kapata ulemavu, kaumia, ameshapata shauta nini mvi kwa sababu ya kujenga. Anaimaliza nyumba ile, anaondoka duniani, anaacha watoto. Kahangaika kwa kuwa katika kuhangaika kwake alikuwa asali kwa wakati, kwa sababu unajua kiwanja changu, unajua nimejenga kule, nimeshatia msingi, anahangaika bio. Hasali kwa wakati, hatoi zaka, hasomi Qur'ani, yeye ni mbio kutafuta nini? Kujenga kiwanja chake au nyumba yake, au mahakamani kuna kesi, analishia haramu na halali yote anapeleka huko. Halafu ile nyumba au ile kitu anakuja kukipata, anawaachia watoto. Nao sasa hawa watoto badala ya kujua na kuthamini dunia ya mzee wao, sasa wanagombana na kumsukumia kule mabaya ambao hana namna ya kuweka. Tumeelewana? Ndio kuangalia huku mtu alikokusema. Kuna namna nyingi. Kuna namna nyingi sana. Kuna namna nyingi sana kwa mimi. Leo mwanadamu anakuwa hajali anachokila wala anachofanya nini, kwa sababu ya kutafuta nini? Dunia. Yati ala nas zamanu la yubali. Tumekasema itakuja wakati kwa watu ambapo kwamba watakuwa watu hawajali chochote kile. La yubali rajulu, mtu hatojali min aina akhadha almal, wapi kapata kitu, min halal au haram, hajali. Muhimu dini. Kuna dini, kuna issue, kuna mpango, kuna mchongo. Kama kuna vitu vizuri, kama hakuna bana, nenda shughuli zako. Subhanallah. Ajiangalie mmoja wetu anapoamka alfajiri, nini hima yake? Yaani nini kinamsukuma kwa siku ile? Anakuwa na mipango 6 mpaka 7 ya maisha, na katika mipango ile hakuna mpango wa kusoma wala sura Surat Yasini wala Al-Fatiha wala Al-Qari'a wala Al-Waqi'a. Hakuna mpango huo. Mpango ni kwamba nitakwenda kwa fulani, kuna kitu fulani tasaini, nitakwenda pala fulani, nitapata kitabu, nitafanya, nitakwenda benki, nitakwenda kadha, nitanunua hichi. Mipango siku nzima nayo, lakini hakuna mpango wa kutengeneza kitu kwa ajili ya akhera yake. Mpango huo hakuna. Kwa hiyo akiamka ni dunia mpaka kilala ni dunia. Saa kama hizi ndio utakuta watu wanarudi kutoka makazini, na akifika mtu anakwenda kule nyuma, anaanza kufanya masala, anapiga dhuhuri, akimaliza na kakila anapiga alasiri, anakisubiri tena, anapiga magharibi, kisha ndo tukamaliza. Sasa ndo sasa ndo kapata wakati wa kumwabudu Mungu. Sasa kapata wakati nini? Tangu kama alfajiri. Sasa hivi ndo kupata wakati, maana ile dunia kishamaliza mambo yake, anavuta anashusha pumzi, ndo sasa anakaa sasa apige rak'ataini alfajiri, aja dhuhuri. Wapo wengi. Usitarajie mtu kama huyu atakuwa na mwisho mwema. Abu Hazim aliulizwa na Abdul Malik ibn Marwan, ma lana nukrihu al-mauta wa nuhibbu ad-dunya, kwa nini sisi tunaipenda dunia na tunaichukia akhera? Tunachukia kufa manake. Akamwambia li annakum ammadtum dunyakum, kwa sababu nyinyi mmeamilisha dunia. Ndio hivi, una maviwanja au na nyumba kadha unayo, na mkaivuruga, wa kharrabtum, na mkaivuruga akhera yenu. Kwa hiyo mnachukia, tukrihu, mnachukia nini? Antunqalu, kuchukuliwa toka katika sehemu ambayo umehangaikia, ukajenga, ukafanya kila kitu, una kama vila, unapeleka katika mchanga, katika kaburi ambapo kama hujajenga hata sehemu ya kuweka kichwa, sikwambie kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana unachukia mtu kwenda kuzika mauti, unachukia kufa. Lakini kama kweli uliishi duniani na kuzingatia yale unayofanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sala, zaka na kila kitu, na ukapenda, basi wewe utakuwa unapenda hata kama useme, lakini kwamba unapenda kukutana na Mwenyezi Mungu.
Kwa nini unapenda? Kwa sababu tunajua sisi mtu yoyote ambaye anafanya kazi ana hamu mwisho wa mwezi ufike alipwe, si ndio hivyo jamani? Na au nakosea? Mtu anayefanya kazi tarehe moja, tarehe moja, tarehe pili, tarehe tatu, ana hamu mwisho wa mwezi ufike fanye nini? Hapa ndio Muislamu ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kweli kweli, ana hamu ifike kiyama ili apate alipwe. Ndio Mtume anasema man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaa wa man kariha liqaa Allah kariha Allahu liqaa. Yule ambaye kwamba anapenda kuonana na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anapenda kuonana naye, kwa maana kwamba anajua mimi nitakuja vizuri na Mwenyezi Mungu mja wangu kaniabudu vizuri, nitakuja kumlipa mambo mazuri. Na yule ambaye anachukia kwa sababu anajua hakutanguliza kitu kule yeye kwa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo kwenda na Mwenyezi Mungu vile anachukia kuna na jeuri. Tumeelewana? Kwa hivi haya mambo mawili Mtume kayatabiri, fatahliku kama halaka man kana qablakum, mtaangamia kama walioangamia kabla yenu. Kwa hiyo maneno ya Mtume anafanya kazi. Umma unauana wako wao. Maneno umma tudaiya umma tujaba. Umma ni ule ule tu. Walikuwa Waislamu wamekubali mtume wa Mwenyezi Mungu na walikuwa si Waislamu wamemkataa, lakini umma ni huu. Mwanao anayekutii ni mwanao na mwanae anakuasi ni mwanao. Tumeelewana? Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Qala Uqba, anasema Uqba, fakana akhiru ma ra'aytu illa subhanallah, hapo ilikuwa mimi mara ya mwisho kumwona Mtume Mwenyezi Mungu ala al-minbar, juu ya minbar. Ndio maana pale akasema kama naaga, hiyo ilikuwa ni mara ya mwisho mimi kumshuhudia Mtume Mwenyezi Mungu akiwa nini, juu ya minbar. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine kala akasema inni faradun lakum, mimi nakutangulieni, wa ana shahidun alaikum, na mimi ni shahidi juu yenu, wa inni wallahi, na mimi nakuwapeeni, la anzur ila hawdi, na liona hawdi langu alana sasa hivi, wa inni u'titu mafatih khazain al-ardh, na mimi nimepewa funguo za hazina ya ardhi, minerals tunazojua sisi katika ardhi, sijui diamond, sijui nini kitu gani, tanzanite kitu gani, gold. Mtume anasema nimepewa funguo zake zote hizo, mafatiha khazain al-ardh au mafatih al-ardh. Wa inni wallahi, na mimi naapa, ma akhafu alaykum an tushriku ba'di, sina wasiwasi kwamba nyinyi mtakuja kushirikina baada yangu mimi, walakin akhafu alaykum an tanafasu fiha, maneno yale yale, nachokiogopa nyinyi ni kuja kushindana kwa ajili ya dunia. Na mashindano kwa mengi sasa hivi, dunia imo katika vita vya kila namna. Waliokuwa hawapigani watashindana katika kujenga majumba makubwa, na dalili yake hapa nyingine vile vile, huyu ghorofa 100, huyu ghorofa 200, huyu ghorofa 75, huyu ghorofa 150, wanashindana katika nini? Katika kuamilisha ile dunia. Maneno ya Mtume hata siku moja hayaanguki chini, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Bakr radhiallahu anhu, hadithi maarufu. Alisema kwamba dalili moja ya kiyama ni kushindana majumba. Kwa hiyo miji ambayo haikuendelea, vita vinaendelea, iliyoendelea, majumba yanaendelea. Maneno ya Mtume yako pale pale katika vita. Maneno ya Mtume anafanya kazi katika amani, na Mtume anafanya kazi. Akaeleza Imam Nawawi, wal muradu bis salah, mashallah, na palipokusudiwa kuswala ala qatla Uhud wal katika Uhud, addu'a lahum, ni kuombea dua, la salatu al-ma'rufa, sio ile sala ambayo tunajua sisi Allahu akbar, sio sala hiyo. Umeelewana? Sio sala mtu anapiga takbir kisha akaingia ndani ya sala. Tayeb, twende hadithi namba 1870.
ما يفيد الحديث هنا. هاي ما أفاد الحديث. حديثي نفيد شيء ما بمين tunasema. المهم ثبوت الكشف sallam namna gani pamethibitika kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu kuna vitu au kuna mambo anayaona aya wazi wazi. Alim Allah, kwamba mtume aya na Allah alikuwa analiona, alisema wadhi lake fil janna, likiwa peponi, min maqamati fi dunya, hali yako yuko duniani lakini wadhi lake analiona. Albishara, vile vile kuna bishara bidawami alislam, kwamba Uislamu utadumu na hautakatika baada ya mtume Mwenyezi Mungu kuondoka duniani. Aliposema na kuhofieni kitu kadha, sikuhofieni kitu kadha, maana yake ni kwa baadi, maana yake ni kwamba mimi nitaondoka lakini nitabakia na kitu fulani tutakifanya na kitu fulani hamtakifanya. Wasabatu muslimina, na vile vile katika bishara hiyo ni kuthibitika au kuthibitisha kwamba Waislamu wataitawala dunia. Waislamu wataitawala dunia, watapata mali za kila namna, lakini vile vile watapigana kwa ajili ya mali hizo. Mafundisho ya Mtume, albishara bidawami alislam, bishara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Uislamu utadumu, hautakatika baada ya kufa kwake, utaendelea. Na kuendelea kwake ni kwamba Uislamu utakonka, utateka ulimwengu na utapata mali za kila namna, na watu watagombana na kupigana na kuuana kwa ajili ya mali hizo. Umeelewana? Hadithi inafundisha annahyu an tanafus ala dunya, makatazo yaliyopigwa Mtume kuhusu kushindana katika dunia. Mwenzangu ana gari fulani, mimi nitanunua fulani. Mzee Selemani ana pikipiki 250, mimi nitatafuta 300. Hata kama lake bovu, lakini lake bovu mtatafuta jipya. Yeye kaandika bado kiyama tu, mimi nitaandika bado hisabu tu. Si ndio mashindano? Pikipiki ya Mzee Selemani kaandika bado kiyama tu. Kweli sio Mzee Selemani? Ndio ulivyoandika bado kiyama. Sasa na mimi nitatafuta yangu niandike bado hisabu tu, maana kiyama naona kama kimekalisha kwa tayari hivi. Maana ishara zote zipo. Umeelewana? Kwa hiyo ubaya wa kushindana, na sasa hivi ni kushindana. Kila unayemwona nimejenga jumba pale fulani, nitajenga hivi, nitajenga hivi, ni kushindana tu basi. Ya laiti watu wakishindana katika mambo ya kheri. Naam, kama Allah alisema, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, ashindane mtu katika mambo ya kheri. Akimwona mtu kahifadhi nusu juzuu, yeye afanye juzuu nzima. Akimwona mtu anafunga Alhamisi na Jumatatu, yafunge ayyamul bayt. Haka vile vile hadithi inafundisha ad-dunya ziyaratul qubur wal du'a li ahliha, mashru'iyya, yani ni sunna kubwa sana watu kutembelea nini? Kutembelea makaburi. Ni sunna moja kubwa sana, ni moja katika mambo ambayo yanaweza mtu kumuingiza peponi kama atayafuata katika namna itakiwayo. Umeelewana? Kwa sababu hapo kabla makaburi yalikuwa yakiabudiwa, kwa hiyo ilibidi kwanza ilije na makatazo ya jumla, kuogopewa mtu kama kusema kwenda kule akakumbuka yale ya zamani ya kuabudu badala ya kuombea. Wafahamu? Waliopita kabla yetu walikuwa makaburi yao wakijenga, alafu wanakwenda kuabudu ile makaburi kwa sababu yalikuwa makaburi ya watu wema. Sasa Uislamu mwanzo kabisa kabidi upige marufuku kwanza, ili yale muasala ukatike, pasiwe na mahusiano yote kati ya watu wa duniani na kwenda kutembea makaburi. Lakini baada ya muda tayari watu wameshajaa imani, washafahamu kwamba jamani, wale waliokufa wanahitaji dua zetu, na kaburi ukiliona unapata mauidha. Ndio Mtume sasa alisema kwamba yani kama mtoto, kama nani, kama mtoto, kuna kipindi, kuna baadhi ya mambo mtoto tunamzuia kufanya. Usitizame TV kabisa, staki.
Lakini baada ya Disemba imefika, siku zimefungwa, sasa angalia TV. Tumeelewana? Hadithi inafidisha vile zuhud sallam fi ad-dunya, namna gani ucha Mungu aliokuwa na mtume Mwenyezi Mungu kuhusu dunia. Alikuwa na ucha Mungu wa juu kabisa, kama alivyosema, nimepewa hazina za dunia hii, hazina za minerals, hazina za kila kitu za dunia hii, lakini nimeiachia mbali. Kwa nini? Kwa sababu ndugu zangu, hii dunia, tuchukulie mfano, kuna mtu kaishi miaka mingi, juzi kafa, ana miaka 130. Sasa baada ya 130 kuna nini? Kuna kufa. Akiishi mtu miaka 90 au 99, baadaye kuna nini? Kuna kufa. Akiishi mtu miaka 20 tu, kisha kuna nini? Kuna kufa. Kwa hiyo kule kuishi kwingi sio issue. Kuishi kwingi sio issue katika dunia. Issue ni nini ulichofanya pale ulipoishi. Wakati kwa Mwenyezi Mungu ni nothing. Kwa Mwenyezi Mungu wakati nini? Ni nothing, kama mna kitu. Yasubru ibn Adam ad-dahr, Mtume anasema mwanadamu anashindwa kabisa na wakati. Hawezi mwanadamu kuuzia wakati akisema usende, mimi mpaka sasa hivi sikula, bora Isha isiingie mpaka nikale. Haya, siku moja kuna kitu kama hicho. Isha itaingia ukitaka usitake. Tusiwe kama wajogoo. Jogoo anajidanganya, jogoo. Majogoo ana tabia kujidanganya. Yeye ikifika alfajiri, akianza kuona mwangaza wa alfajiri anawika. Sasa kwa akili yake mbovu anadhania yeye akiwika ndo alfajiri inaingia. Hana habari kwamba yeye akiwika asiwika alfajiri itaingia tu. Sijui mnanielewa sijui? Hamjaelewa. Wakati mwingine unajidanganya kwamba mimi ni muhimu sana hapa, mimi si kama kama mimi kijide ndio muhimu sana hapa, mimi nakwambia mimi imam. Wewe bwana wewe, walikuwa kama imamu hapa, walikuwa tumewaona. Wako wapi? Kwa hiyo ukikuwepo hapa Aisha itasaliwa, na wewe usipokuwepo Aisha itasaliwa. Huna umuhimu wote. Ndio jogoo. Ukiwika usiwike jogoo, alfajiri itaingia tu. Wewe unajidanganya, mimi kama sikuwika alfajiri haingii. Hiyo ni haya mawazo yako finyu. Tumeelewana? Kwa hiyo huna umuhimu ndugu yangu duniani. Wewe ulikuwa hapa duniani huko mambo yakifanyika, jua linatoka, jua linakuchwa, watu wanakula, watu wanalala, watu wanaamka, watu wanalala na wake, watoto wanazaliwa kabla hujazaliwa. Umezaliwa ni hivyo na utakufa, mambo yataendelea hivyo hivyo. Wewe una lako. So cool down, play your part. Tulia. Fanya kukusaidia uende kwa duniani. Usishughulishe sana na mambo ya dunia, huyawezi. Hata kushinda, amemshinda babu yako kafikia habari kaacha, utakuwa wewe bwana. Tumeelewana? Harun al-Rashid alikuwa ni kiongozi mmoja katika viongozi wa Kiislamu, akisifika sana kwa uadilifu na maendeleo na kila kitu. Siku moja anatembea, anakwenda nje ya viunga vya mji wake, nje ya Baghdad, nje kabisa. Akafika makaburini, akapita makaburini, akamkuta mtu mmoja anaitwa Bahlul au Buhlul. Bahlul alikuwa amesoma mpaka akafahamu kwamba watu duniani kazi yao ni kusengenyana na kusemana. Kwa hiyo mimi nakwenda kaburini, makaburini kule hakuna mtu kumsengenya mtu. Kimya nimekaa. Nasoma Qur'ani, nasali, hakuna mtu akunisumbua. Sisikii usengenyaji wala sisikii nini, peke yangu. Bahlul. Sasa Harun Rashid katika sunka zake siku moja makaburini, kwa kupita kwa makaburini akamkuta. Inasemekana hivi, akamuuliza Harun Rashid, akamwambia, "Hivi, hebu nipe mawaidha kidogo. Unaonekana wewe mtu mwema. Hebu nipe mawaidha kidogo. Hebu jaribu kunipa kitu cha kushtua moyo wangu." Akamwambia hivi, "Ya Amir al-Mu'minin, aina aba wa ajdada? Wako wapi mababu zako? Wako wapi wazee wako?"
wako wapi watu wako toka wakati Mtume sallam mpaka sasa, wako wapi? Harun Rashid akamjibu, matu, wamekufa wote. Wamefanya nini? Wamekufa. Qala Bahlul akasema, fa aina kusuruhum, majumba yao yako wapi? Harun Rashid majumba ndio wale wanakaa yeye, sikarithi ufalme. Kwa hiyo majumba yao yako kule. Akamwambia tena, fa aina kuburuhum, makaburi yao yako wapi? Abia makaburi yao ndio haya ulipokaa wewe. Hapa ndio kuna makaburi yao. Akasema Bahlul, tilka kusuruhum wa hadha kubuhata wa hadhi kuburuhum, yale majumba yao na haya ni makaburi yao. Fama nafa'atuhum kusuruhum fi kuburihim, je, yale majumba yao yamesaidia chote katika kaburi? Jumba zuri la kila namna, lakini limesaidia chote katika kaburi? Aliyekuwa alimiliki majumba mawili matatu manne katika kaburi ni sawa na aliyekuwa kamiliki kibanda, wote katika mchanga ufukiwa tu. Kwa hiyo majumba yako yote yale, majumba na magari na kila kitu, hajasaidia kitu katika, hajabadilisha, hakuna hata dirisha, hakuna hata AC, kaburi ni vile vile tu. Anamwambia, qala, akasema, sadaqta, umesema kweli, zidni, hebu niongeze mawaidha. Akamwambia, amma kusuruka fi dunya, ama yale majumba yako katika dunia, fawasi'atun, umetengeneza vizuri sana, umeyapa nafasi, kuna ukumbi mkubwa, kuna kitu kadha. Falaita qabruka ba'da al-maut yattasa, ya laiti na kaburi lako utakapokufa nalo je ipate nafasi liwe pana, usiadhibiwe. Harun Rashid akasikitika sana. Zidni, akamwambia ongeza. Qala, akasema, kiongozi wa Uislamu, qad wallaka Allah fala yara minka tafsir wal tafrid. Fazada bukaahu wa qala zidni ya Bahlul, faqala min hab annaka malakta kunuzi Kisra. Unaonaje kama utamiliki ufalme uliokuwa nao, ukamiliki na ufalme wa zaidi na zaidi, yani ukapata mara mbili na tatu na zaidi, na ukaishi miaka mingi sana, lakini je, alaysa al-qabru ghayatu kulli hayy? Akamwambia, wa tus'alu ba'dahu an kulli hali. Anamwambia, ukaishi ukapata ufalme mara mbili zaidi ya huo, na ukaishi miaka yako kama mara mbili zaidi uliokuwa nayo, je, mwisho wako si utakuwa kaburi vile vile? Unaambiwa alirudi nyumbani Harun Rashid, akapata homa kali, akaanza kuumwa, inasemekana mpaka akafariki. Hao ni watu ambao walikuwa wanasikiliza nini? Maneno na kufahamu. Haya, nianze hadithi alafu tutakuja kuisumulia katika wiki ijayo inshallah. Wa an Abi Zaid Amr ibn al-Khattab min Akhtar radhiyallahu anhu qala, anasema, salla bina, siku moja bwana Mtume katika sala ya alfajiri aliswalisha alfajiri, na alikuwa vizuri. Nikisema vizuri maana ni kama vile kaavaa joho lake na kilembe chake katika sala ya alfajiri. Baada ya sala, sa'ida al-mimbara, Mtume Mwenyezi Mungu akapanda juu ya mimbar, akasema nisogezeni mimbar, kapanda juu ya mimbar. Baada gani? Sala alfajiri. Fakhatabana hatta hadarati adh-dhuhr, Mtume Mwenyezi Mungu akaanza kutoa khutba baada ya sala alfajiri mfululizo mpaka adhuhuri, anaongea tangu wakati gani? Tangu alfajiri mpaka adhuhuri anaongea. Ilipofika adhuhuri, fanazala, Mtume akashuka juu ya mimbar, fasalla, akaswali, maana yake akasali nini? Adhuhuri. Thumma su'ida al-mimbar, baada kumaliza akapanda tena juu ya mimbar, fakhataba, akahutubia tena hatta hadarat al-asr, mpaka yafika sala al-asr. Fanazala, Mtume akashuka chini, akaswalisha al-asr, kisha akapanda tena juu ya mimbar, akahutubia hatta gharabat ash-shams, mpaka jua likakucha mengia magharibi. Sio mchezo, kidume hicho, sio mchezo. Imefika magharibi, anasema Zaid ibn Amr, siku hiyo Mtume alitujulisha mambo tangu wakati huo kabla yake.
anaelezea kabla kulikuwa kadha mpaka wakati wake kuna kadha mpaka ya baadaye. Ndio hadithi inasema kwamba fa akhbarana ma kana, akatueleza yaliyokuwa, wama huwa kain, na atakayokuwa, fa a'lamuna ahfadhuna, basi miongoni mwetu kuna watu na akili kali wakahifadhi ile mambo ambayo Mtume kasema yatakuwa kuhifadhi. Wengine tena sisi madubu hatukukaa na kitu tukasahau siku ya pili tu. Lakini mahali shahidi kwamba Mtume Mwenyezi Mungu tangu baada alfajiri anahutubia. Hapa leo kuhutubia nusu saa tu. Kuhutubia nini? Nusu saa. Nasubiri mtu gani alowaroga Waislamu na hasa wa hapa akawaambia kwamba swala ya Ijumaa lazima iwe 7 kamili. Ukizidisha tu nongwa. Hata sijui nani kawaroga wadhaya. Mtu mbaya sana aliwaambia maneno haya. Sasa tukaambia uongo. Katika Uislamu, inna salata kanat alamina kitaban mawquta, sala ina wakati wake maalumu. Tunaangalia jua, nyakati zinabadilika. Kuna wakati sala inaingia saa ya dhuhuri, nakusudia sasa inaingia saa 6 dakika 10. Anaweza khatiba akapanda dakika 10, 6:30 akaswali dhuhuri, watu wakaondoka. Lakini fanya hivyo hapa, alafu swali 6:30 swalisha, watu wote itakuwa kiroja. Haujaingia kati, imekuwaje? Kuna nini? Mbona watu wamekuswali vipi? Kuna wakati kina kipindi wakati naingia 6:15, ina maana kwamba 6:07 kasorobo watu wanataka kuswali na wakaondoka. Na kuna kipindi wakati unaingia saa 7 kasoro dakika 10 au kasorobo, ina maana hapo utatoa khutba mpaka 7:30 ndio utalisha watu waondoke. Fanya hivyo sasa, usikie lawama zake, utakoma, utajuta. Ndio nasema sijui nani alowatia akilini idea hii kwamba sala ya Ijumaa au sala ya dhuhuri lazima iwe 7 kamili. Hata sijui nani, shetani gani, Mungu amlaani, maana kafanya mambo mabaya mno. Mtihani basi katika sala ya dhuhuri tu. Mbona alfajiri sasa tunaswali saa 11 kamili na tulikuwa tunaswali 11:30? Tutakuja swali 12 kasorobo, tunaswali 11 kasorobo, tutaswali 11 kasorobo. Kwa nini hii ya dhuhuri? Kwa nini hii ya dhuhuri tu? Hata sijui nani wallahi kwa kudesha Waislamu. Kama leo khatib maskini, khutba ilikuwa nusu saa, vizuri sana, lakini kachelewa kupanda, kapanda 7:20. Kwa hiyo ikabidi azungumze mpaka 7 dakika 10 ili kukamilisha ule muda na khutba isome vizuri. Na hakika kuna watu lawama, takuchelewesha, maana nakwambia ni tumekuwa maneno chungu nzima. Maana wakati mwingine use your common sense. Kwa nini alfajiri haiko hivyo? Kwa nini magharibi haiko hivyo? Magharibi Ramadhani tunafutari saa ngapi hapa? Mpaka 12 kama dakika chache. Lakini sasa hivi tunaswali 12:30 na itafika mpaka 1 kasorobo watu wanaswali. Lakini Ijumaa ya dhuhuri tu ndio mtihani mkubwa kwa Waislamu. Lakini ni hapa tunaona, sio kila pahala. Alhamdulillah, sisi tulipokuwa tukisoma kwetu Zanzibar hakuna kitu kama hichi. Ilikuwa kila siku wakati unakwenda kwa swala zote unaangalia. Na basi tusubiria kile kimetoka, maana ile jadwali ipo na inaeleza swala zote wakati zake. Na za swala zote zitafuatwa, lakini ikifika ile dhuhuri la asiri taratibu wakati mwingine inafuata. Tunatanabah. Inshallah tusimamie hapa. Kwa hiyo Mtume kahutubia hivyo, msije mkashangaa na mimi kesho nikazuka hapa na jongo moja kali sana na kilemba kikubwa sana. Baada ya alfajiri nikasema lete nini mimbar, tukaanza na khutba. Nafikiri watu wasema kwamba jamaa kachanganyikiwa. Wewe sikiliza, usitake hayo. Wewe baada ya sala simama, assalamu alaykum jamani, na ukumbe dakika 5 tu.
basi wallahi watu wanafuta nguo wanaondoka. Dakika 5 tu. Na si khutba, kukumbusha jambo tu. Dakika ngapi? 5 tu watu wanaondoka. Ya laitu wangejua kwamba Mtume Mwenyezi Mungu kasema Muislamu anaposwali kisha akabakia aliposwali, maazala almalaika tad'u wa tusalli alayhi, kila anapobakia aliposwali malaika wanamwambia dua, wanasema nini? Allahumma ighfirlah, Allahumma irhamhu, wa ma yazalu yad'u lahu